Kwa majina naitwa Daktari Matthew Dionizi Majani, mganga mkuu wa halmashauri ya Longido. Hapa katika viwanja vya shule ya msingi Orendeke, nipo kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Longido katika maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika na siku ya kifamilia duniani. Kwanza kabisa napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima hadi siku ya leo tumeweza kuadhimisha maadhimisho haya leo tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2026. Sisi kama Tanzania hususan katika halmashauri ya Longido tunasimamia kuhakikisha mtoto anapata haki yake ya msingi ikiwepo elimu, kuongeza miundombinu ya elimu msingi, elimu sekondari, lakini vivyo hivyo katika swala la afya tuko nyuma. Tumesimamia ujenzi wa zahanati, vituo vya afya katika halmashauri yetu. Lengo tu ni kuboresha huduma, lakini pia ni kusogeza haki ya mtoto aweze kuipata. Lakini pamoja tumejionea kwamba watoto wanafunja stadi za kazi mashuleni. Lengo ni kumwandaa mtoto hapo mbeleni anapofikia umri wa kufanya kazi, hata anapomaliza masomo yake aweze kujitegemea. Kwa upande wa halmashauri, sisi kama sisi hatuwezi kufanya jambo hili pekee yetu. Tunashirikiana na mashirika mengi ambayo yanakuja kwetu, tukianza na Compassion, MPDI, FPTST pamoja na Sauti Moja na shirika la Tembo. Hawa ni wadau wanakutana kwa pamoja kwa lengo tu ya kuhakikisha mtoto anayesaulika na ambaye hajasaulika waweze kufikia malengo yao na kupata haki yao ambayo tunataka kupata haki ya msingi. Ni siku ya kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Lakini leo pia tumeunganisha siku ya familia. Siku ya leo ni siku ya kihistoria. Watoto hawa wanapokumbuka watoto waliopotea Soweto, Afrika Kusini mwaka 1976, na leo katika Afrika tumeendelea kukumbuka kupitia watoto hawa, na sasa katika wilaya yetu ya Longido tunatoa maelekezo kwa watoto hawa na wazazi wa watoto kuwasimamia watoto katika malezi bora. Nina furaha leo tarehe 16 mwezi wa 6 kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika, na furaha yangu kubwa ni kwamba serikali wameikumbuka na kuithamini kwa ajili ya kumjengea uwezo kila mtoto wa Kitanzania katika ujuzi mbalimbali na kulipenda taifa lake. Lakini zaidi pia katika sikukuu hii kuna mambo mbalimbali ambayo yametendeka kama uonyeshaji wa ujuzi mbalimbali. Kule chini tulikuwa tuna watu ambao wanaonyesha skills kama kutengeneza sabuni, kupiga bendi, kutengeneza vitu mbalimbali vya teknolojia na uokaji wa vitu mbalimbali. Lakini furaha yangu kubwa kabisa katika uthamini wa siku hizi ya mtoto wa Kiafrika ambao ni kumbukizi tu ya yale ambayo yalitokea South Africa mwaka 1976 ni kwamba serikali iendelee kutoa elimu na iendelee kusapoti jambo hili, kwa sababu sisi ndo taifa la kesho, na taifa la kesho linaandaliwa leo, kwa sababu hata silaha zilibidi ziandaliwe wakati wa amani ili zije kutumika wakati wa vita. Kwa makini sana nina ombi na ushauri kwa jamii nzima kupitia sikukuu hii ikawe chachu kwa wazazi kuwapa watoto malezi bora. Sio kuadhimisha tu kama sikukuu, bali kuwapa malezi bora, kuwafundisha skills mbalimbali. Lakini malezi bora yanaendana na nini? Taifa la kesho linahitaji vijana wenye nidhamu, wenye juhudi na bidii mbalimbali. Na vitu hivi watafundishwa mashuleni, lakini pia kwa wazazi. Lakini pia serikali katika mitaala ya shuleni ijenge sana kuwafundisha watoto ujuzi mbalimbali na kuwafanya kuwa wazalendo kwa taifa lao, ili kutengeneza viongozi wazuri ambao watatusaidia katika taifa la kesho. Lakini pia waendelee kufundisha kuhusiana na masuala ya muungano wa Afrika, Pan-Africanist. Hii itatusaidia sisi kupinga na kuweza kuvuka athari za ukoloni mamboleo. Yote kwa yote, tuwafundishe watoto wetu kuwa na hofu ya Mungu. Hili ni jukumu la wazazi na wanajamii wote. Tuwafundishe kuwa na hofu ya Mungu, kwa sababu taifa la kesho hawataweza kuwa viongozi wakiwa watumia madawa kulevya. Tutakuwa tuna taifa bovu. Kwa hiyo hofu ya Mungu itatutengenezea nini? Vijana wenye nidhamu, wenye heshima ambao watatusaidia sisi kufika mbele.